kufuatia mambo yanayotokea Mashariki ya Kati, kumekuwepo na madhara hasi kwenye uchumi, na si tu kwa Tanzania, Mheshimiwa Spika, ni kwa dunia nzima. Nchi zote duniani zinapata madhara haya. Nchi zilizopo kwenye eneo la mapigano, nchi zinazoshiriki kwenye mapigano, lakini na nchi zingine zote ikiwemo Tanzania ambayo ina sera yake ya kutokufungamana na upande wote. Mheshimiwa Spika, katika madhara hayo kumekuwepo na kupanda kwa masuala ya bei za mafuta, kupanda kwa gharama za bima, kupanda kwa mnyororo mzima wa distribution, wa mgawanyo wa ugavi, lakini pia kumekuwepo na mashaka ya uwezekano wa kuadimika kwa bidhaa zenyewe katika nchi mbalimbali. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuchukua hatua kama nilivyowahi kusema, na Mheshimiwa Waziri wa Kisekta amewahi kuisemea pia katika sehemu mbalimbali ya maelezo, ni kwamba serikali kwanza imefanya tathmini ya kina kujua ukubwa wa tatizo, madhara ambayo yanajitokeza sekta zetu za kiuchumi, lakini la pili, hatua ambazo zinafaa kuchukuliwa ili kuweza kuhakikisha kwamba madhara hayawi makubwa zaidi, pamoja na kwamba Mheshimiwa Spika, ni kweli madhara yatakuwepo, na Tanzania sio kisiwa. Mheshimiwa Spika, hatua ya kwanza ambayo serikali imechukua ni ya kuhakikisha kwamba bidhaa hii haiadimiki. Mheshimiwa Spika, zipo nchi ambazo tayari matatizo yameshajitokeza ya bidhaa hiyo kuadimika, kwamba hata kama una fedha haupati mafuta. Serikali imeweka mkakati kuhakikisha, la kwanza, bidhaa hii ya mafuta haiadimiki. Lakini la pili ambayo serikali imechukua hatua ni kufanya masuala ya ruzuku ambayo tayari kuna taratibu za namna ya kutekeleza zoezi hilo la ruzuku, ambapo zimekuwepo njia nyingi ambazo zinatumika kwa ajili ya kuweza kuhakikisha tunapunguza makali ya kupanda ya madhara yanayotokana na kile kinachoendelea kule Mashariki ya Kati. Lakini si hilo tu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatumia uzoefu tuliofanya jambo la aina hili lilipotokea pale palipokuwepo na mzozo kule Mashariki, Ulaya ya Mashariki. Lilitokea jambo lililoleta madhara kama haya. Serikali iliendelea kutoa ruzuku kwa namna mbalimbali za ruzuku ili kuweza kuhakikisha kwamba bei hazipandi, na hasa kwa nishati hiyo ambayo ni injini ya uchumi wetu. Mheshimiwa Spika, mbali na hilo pia serikali imekaa na wadau, imewasikiliza wadau. Mheshimiwa Spika, mimi pamoja na mawaziri wa kisekta tulikaa na wadau, wakiwemo wadau wa usafirishaji, ili kuweza kujadiliana nao na kuweza kuhakikisha kwamba tunadhibiti kupanda kwa gharama za usafirishaji, ambapo zikipanda gharama hizo kimsingi itakuwa inaashiria pia kupanda kwa gharama za maisha. Mheshimiwa Spika, tulikubaliana na wasafirishaji kupunguza gharama ambazo wanazipata katika baadhi ya hatua zinazochukuliwa na serikali, ambazo kimsingi si za lazima sana na haziathiri sana mambo ya serikali, ili ikiwa ni namna ya kutoa ruzuku, kwamba tukiwapunguzia gharama hizo, wao watatumia hiyo fedha ambayo walikuwa wanalipia katika baadhi ya maeneo yaliyokuwa yanatolewa maelekezo na serikali, itumike kupunguza bei za gharama za usafiri. Mfano, Mheshimiwa Spika, ulikuwepo utaratibu wa mabasi yote yanapokwenda mikoani lazima yapite kila stendi, hata kama hayana abiria wa kushusha. Tumesema hakuna ulazima wa kila basi kupita kila stendi hata kama halina abiria wa kushusha, ili kuweza kupunguza gharama. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762 484266. Instagram @viva_promotion.